I command anything that's not holy in me or on me to leave now. Hebu sema maneno haya: Mungu ni mtakatifu, na amuru chochote ambacho si kitakatifu ndani yangu, juu yangu, kiondoke. I am being made free now. Mimi nimewekwa huru sasa. Okay, now I'm going to minister to you. Sasa ninawahudumia. By the authority given me as a priest and minister of Kwa God, mamlaka niliyopewa mimi kama mtumishi wa Mungu, I declare that all your sins are forgiven. natangaza ya kwamba dhambi zenu zote zimesafishwa. I cancel and break off of you Ninavunja na kuharibu chochote any generational baggage, laana yoyote ya ukoo, any ungodly vows or dedications ever made over your life. tamko lolote silokuwa la kimungu lililowahi kutajwa juu yako. I break off of you any generational blood guilt. Na ninavunja kila hatia yoyote ya ukoo iliyo juu yako By the authority of the living blood of Jesus. kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo iliyo hai. I cancel and break Ninavunja na kuharibu the power of every curse that's ever been spoken against you. nguvu ya laana yoyote iliyowahi kunenwa juu yako. I cancel and break any self-curses you've ever made against yourself. Ninavunja na kuharibu kila laana yoyote uliyowahi kujinenea mwenyewe. I cancel and break Ninavunja na kuharibu all witchcraft that's ever been used against you. kazi zozote za kishirikina zilizowahi kufanyika juu yako, Any incantations, na manuizi yoyote, any spells, any hexes, maneno yoyote, matamshi yoyote yaliyotamkwa, any dolls, na viapo vyovyote vilivyowahi kufanyika, any witchcraft you have ever participated in knowingly or unknowingly. ushirikina wowote ambao pengine uliwahi kushiriki kwa I kujua ama cancel and kutokujua, break it now. ninavunja na kuharibu sasa. I cancel and break Ninavunja na kuharibu all assignments ever made against you. kazi zozote za giza ambazo ziliwahi kufanyika juu yako, They are broken. zinavunjika sasa. I command any demons Ninaamuru pepo lolote in or on you juu yako ama ndani yako to go out now. liondoke sasa. Begin to breathe out of your mouth. Hebu sasa anza kupumua sasa. You will leave them now. Ikiwa kuna chochote kile cha giza You kinaondoka, kinakuachia breathe. sasa. Hebu Breathe. endelea kupumua sasa, endelea You kupumua sasa. cannot stay. Hakuna chochote cha giza, You- roho yoyote ya giza inayoweza kukaa ndani yako sasa, You maana cannot umewekwa have huru. them. You cannot have them. Hauwezi kuwa na nafasi. They were bought with a price. Hawa watu wamenunuliwa kwa damu ya thamani. They are not their own, Hawa watu si watu wao wenyewe, and they are not yours. na hawa si watu wa miliki You yako. will leave them now, Sasa hawa watu wamewekwa huru and sasa, you will not return. na hamtapata nafasi ya kuja kuwasumbua watu hao. All of you go. Wote ondokeni By the authority of the living blood of kwa Jesus. mamlaka ya damu ya Yesu Kristo iishie. Leave them now. Waachie watu wa Mungu wakawe huru, Everyone, kila mmoja, little ones, big, wadogo kwa wakubwa, go. wote ondokeni. So Toka, go. I want you to test your body out. Hebu ujichunguze sasa katika mwili wako. Is there any tightness in your chest Hivi area? jichunguze mwili wako uone kama kuna sehemu pameshika, In your throat? pamekaba, pengine kooni, koo limekaba, Is ama anything moving in your body? unahisi kama kuna kitu kinatembea kwenye mwili wako, Any unusual pain? unasikia maumivu yasiyokuwa ya kawaida. Raise your hand. This just Na takes a minute. kama unasikia kuna maumivu yasiyokuwa ya kawaida ndani yako, ama kama kuna kitu If you kimefunga kwenye feel kifua ama this kwenye koo, sensation right now, just raise your hand. kama uko hapa unasikia kumefunga kifua chako, unasikia ni kama vile koo lako limefungwa, inua mkono wako. Who else? Leave now. Who else? Kwa damu ya Yesu Kristo. Who else? Kama unasikia kuna kitu kinatembea kwenye mwili wako, Anyone else? unasikia kuna koo lako limefungwa, unasikia kama kuna kitu kimefunga kwenye Who koo else? lako. Quickly. I don't have all day. Quickly, raise your hand. Here bro. Here. Where? Here. Leave. Kwa damu ya Touch Yesu. that guy. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Leave. Kwa damu ya Yesu. Go out. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu Never ya come Yesu. back. All of you Kwa damu go. ya Yesu. Kwa damu ya Leave Yesu. now. Kwa damu ya Yesu. All Kwa damu of ya you. Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya By the Yesu. authority of the living blood of Jesus. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kwa mamlaka ya damu ya You Yesu. notice
Tamka neema ya uponyaji, neema ya You kufunguliwa. notice I use the authority of the living blood of Jesus. Kuna Did you muhimu notice sana that? wa kutambua kutumia mamlaka ya damu ya Yesu. The Bible says that the cross didn't save us. Biblia inasema ya kwamba, Never get your theology from a hymn book. na usipate ile theolojia ya kutoka katika hymn book. The Bible says, Biblia inasema be released now. pokea Be cleansed. kwa damu ya Yesu. Anyone else? Kwa damu ya Yesu. Quickly. Kama kuna mwingine. Yes. You're there. Over there. Be released. Asante Yesu. Asante Yesu. Go out now. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. See, the Bible says that if, Rosie. see, all of us can get dirty. Na wakati mwingine tunaweza tukajikuta tumechafuka. All of us can get hurt. Na wakati mwingine tunaweza kujikuta tumeumizwa. It doesn't matter who we are. Haijalishi sisi ni wakina nani, na tunaweza kujikuta tumeumizwa. It doesn't matter what position we're in. Haijalishi nafasi tulizo nazo, lakini watu wanaweza wakatuumiza. The good news is we can all get clean. Lakini habari njema ni hii kwamba sisi sote tunaweza kusafishwa na kutakaswa. We can all get free. Tunaweza kuwa huru. Hallelujah. See, this is something we do for each other. We love each other. Kwa We hiki ndicho ambacho tunapaswa kutendeana, we tupendana. minister to each other. Lazima tusaidiane, tuhudumiane sisi kwa sisi. See, maybe I want you to, I'm going to, on Tuesday or Friday, I'm also, one of the nights, I'm going to impart spiritual gifts. I'm going to transfer the anointing on my life to yours. Kwa siku ya inawezekana ikawa Jumanne au Ijumaa, nitaachilia kile kilichomo ndani yangu, nitaachilia juu yako ili na wewe uweze kuwafanyia wengine pia. Because I want to give away everything I have Kwa sababu nataka nitoe kile chote nilicho nacho ndani yangu nikitoe, so I can get more. ili niweze kupokea kingi zaidi kutoka kwa Maybe Baba. someday I might need ministry, and then you'll be able to minister to me. Na yamkini kuna siku moja naweza nikashindwa kuhudumia, wewe ukanihudumia. The Bible says if Jesus has not been raised from the dead, Na Biblia inasema kama Yesu angefufuka katika your faith is worthless. imani yetu ingekuwa ni bure You're still in your sin. na tungebaki kwenye dhambi. But Jesus has been raised from the dead. Lakini uzuri, habari njema ni kwamba Yesu amefufuka kutoka katika wafu na yu hai leo. Sema amen. Did you hear that? You in the houses, did you hear what I just said? Na nyinyi mlioko kule nyumbani, mmesikia kile nilichokisema? Jesus has been raised from the dead. Yesu amefufuka kutoka katika wafu. Jesus has been raised from the dead. Yesu amefufuka kutoka katika wafu. Muhammad never was raised from the dead. Na hakuna mtu yoyote, nabii yoyote aliyewahi kufufuka kutoka katika wafu. Buddha was never raised from the dead. Hakuna nabii mwingine aliyefufuka kutoka katika wafu. But Jesus was raised from the dead. Lakini habari njema ni hii ya kwamba Yesu amefufuka kutoka katika wafu. Haleluya! Let me tell you something real quick. Nieleze jambo hili moja kwa haraka sana. Why that's so important. Jambo ambalo ni muhimu sana. If Jesus died for what you did wrong, Na kama Yesu alikufa kwa sababu ya kile ulichokifanya, and he did, na akafanya, he died for our sins. alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. That makes us guilty of his murder. Maana yake inatuonyesha kwamba sisi sasa tunakuwa na ile hatia ya kumuua Yesu. He was murdered because of what we did wrong. Therefore, we're guilty of his murder. Kwa hiyo Yesu yeye alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hiyo sisi tunayo ile hatia ya kumuua Yesu. But I have good news. Lakini nayo habari njema, It's impossible haiwezekani, to be guilty for the murder of somebody who's alive. haiwezekani ukawa muuaji wa mtu aliye hai leo. We're free. Sisi tuko huru. Okay, test your body out. Hebu jichunguze sasa, jichunguze sasa. Do something you can't do. Fanya kile ambacho ulikuwa hauwezi kufanya. If you had a frozen shoulder, Kama ulikuwa unasikia kama kuna Move hali your arm. kwenye bega, hebu fanya uchunguzi, chunguza uone, je, yale maumivu, kama kulikuwa kuna maumivu ndio yapo au do something you can't do. So many people, when they receive deliverance,
Na kama maumivu yameisha yote, when the demons leave, na kama mapepo yameondoka, they're healed. watu wa Mungu tumewekwa huru. Hallelujah! But just in case, Lakini kitu kimoja hapo, you still need healing. unahitaji uponyaji zaidi. Put your hand where you need healing. Hebu kama unasikia kuna maumivu bado yapo kwenye mwili wako, weka mkono wako mahali ambako unasikia kuna maumivu. Wherever you need healing, Kama ni kwenye goti, kwenye mabega, put your hand. weka mkono wako. I command heaven to invade your body. Naagiza mbingu ipate kufunika mwili wako. I command all disease to go. Naamuru magonjwa yote yatoeke. I command pain to leave you now. Naamuru maumivu yote yatoeke. Everything come into ease and order. Na kila kitu kirudi katika hali yake ya asili. All disease leave. Magonjwa yote yatoke. All pain go. Maumivu yote yatoeke. I call everything in your body into alignment with Natamka heaven. kila kitu katika mwili wako kirudi katika hali yake ya asili. Everything working. Kila kitu kifanye kazi vizuri. Everything be well. Kila kitu kiwe mzima. I curse all parasites in your body. Naamuru ile hali ya kupooza katika mwili wako You will pass out. iondoke. You will leave. Lazima iachie hiyo hali ya kupooza. I curse any cancerous cells in your body. Na ninaamuru kansa yoyote ndani ya mwili wako. Any tumors. Maumivu yoyote. I curse you. You will pass out. Naamuru yatoeke, yaondoke, yaachie mwili wako. Everything be restored. Kila kitu kirejeshwe katika hali ya Everything come uzima. to life in your Kila body. kitu kirejeshwe katika hali ya uzima. Jesus came that we might have life. Yesu alikuja ili tuwe na uzima. I release life Na into you. ninaachilia uzima juu yako sasa. Renewed strength and energy. Ufanywe upya, upokee nguvu mpya, uzima mpya. Full range of motion be restored in every joint in your body. Na kila kiungo katika mwili wako kirejeshwe katika hali ya For the upya. glory and honor of God. Kwa utukufu wa Mungu wetu aliye hai. Uwe mzima. Be healed. Uwe mzima. Be healed. Sema amen. Amen. Hallelujah. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. So basically, I just showed you who you are Na sasa nimewaelezeni ninyi jinsi wewe ni nani and what you're supposed to be na and kile do. ambacho unapaswa kufanya kama Mkristo. This is for all of us. Na hili ni wajibu wetu, ni jukumu letu sisi kama Wakristo. You know those soccer matches, the football matches that we're watching. Unajua wale ambao wana watazamaji wa mpira. Those people aren't there because they have a gift. Wale watu wanaocheza kule wako kule si kwa sababu wana karama. They weren't born to go to the World Cup. Hawakuzaliwa ili waende huko kwenye mipira. They had to work. Lakini wanao kazi. They had to discipline. Walikuwa na nidhamu. They had to train. Walipaswa kuingia kwenye mafunzo so they could be the best in the ili world. wao wachezaji wazuri kabisa kidunia. That's what you need to do. Hicho ndicho ambacho na sisi watu wa Mungu tunapaswa kufanya. You need to discipline yourself. Tunapaswa kujinizamisha sisi wenyewe. That's what disciple means. Na hiyo ndio maana ya wanafunzi. To be a disciple of Jesus, you must discipline Kuwa yourself. mwanafunzi wa Yesu Kristo lazima wewe ujifunze kuwa mwanafunzi. For you to come into the kingdom of God. Ili wewe uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. I love you so much. Ninawapendeni sana. Thank you so much for Na your Mungu wa mbinguni attention. awabariki sana kwa siku hii. God bless you. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mungu wa mbinguni awabariki.